Sala ya adhana ya kwanza wakisikia adhana ya kwanza ndio wanasikia vibaya. Kwa nini huyu ameadhini? Amekata andazi yetu. Andazi imekatika, wanakasirika, ndio wanaingia kitanda. Kuamka ni saa ngapi? Saa 7 mchana. Ile wakati wa asubuhi, wakati wa kutafuta riziki, yeye ako wapi? Ako kitanda. Riziki inafanya nini? Inampita. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema burika li ummati fi bukuriha. Umma wangu wamebarikiwa wakati wa asubuhi. Ile kuamka mapema, ile kutafuta riziki mapema, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka baraka. Kwa hivyo ile wakati wa kutafuta riziki ile imewekwa baraka ni asubuhi, mapema. Wewe ukilala, hiyo baraka umefanya nini? Umekosa. Yo diram rafte, wakati barakata ya agabti. Afan kan dage tusan. Yo diram rafte. Kat sila riziki barbadu de mumalkan ankat. Ya agabte be kar riziki ra. Manje na rasul ki wakati baraka dirama sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vijana, msidhani mirani kitu mzuri. Msidhani ni starehe. Mirani ugonjwa. Mihadarati yote ni ugonjwa. Mtu akishaingia ni mtego. Kutoka ndani ni balaa. Wengi wanafika stage ya kujiua. Mmeona watu wana commit suicide. Hata Isiolo uje imefika. Sijui kama ni this year ama last year. Kuna vijana amejitia kitanzi. Commit suicide. Na ukiangalia imetokana na drugs. Drugs ndio inakupelekea kiwango wewe kukosa akili, kufika kiwango unaamua kumaliza maisha yako. Unajua maisha ni muhimu sana. Katika Uislamu kuna mambo ya dharura 5 ambayo unafaa kuhifadhi, na dini yetu imekuja kuhifadhi. Kama maisha inafaa kuhifadhiwa. Maisha inafaa kufanya nini? Kuhifadhiwa. Na pia kitu ambacho inafaa kuhifadhiwa ni akili. Dini yetu imekuja kuhifadhi akili. Ndio maana imeharamishwa mtu kutumia mihadarati na drugs. Pombe imeharamishwa, miraa imeharamishwa kwa sababu inaharibu nini? Akili. Mwanadamu ni akili. Tofauti ya mwanadamu na mnyama ni nini? Ni akili. So ukiharibu hiyo akili, wewe na wanyama the same. Kwa hivyo tuchunge akili. Tuchunge sana akili zetu. Hii ndio inatupeleka. Inatuonyesha njia mzuri, inatuonyesha hii njia ni mbaya. Kwa hivyo miraa shida kubwa nyingine tumesema inakosesha mtu usingizi wakati wa kulala, na mtu analala mchana wakati wa kutafuta riziki amelala, kazi amekosa, riziki amekosa. Cha tatu kuna economic problem, uchumi. Mtu ambaye hana kazi kila siku anafanya nini? Ile mapato kidogo anapata anafanya nini? Anaenda kununua miraa. Shilingi 200 ya miraa, 50 ya sigara, 50 ya sukari, badala ya kununulia watoto chakula. Yeye priority yake ni nini? Ni drugs. Kwa hivyo nyumbani watoto wanakosa fees, watoto wanakosa chakula, watoto wanakosa nguo, shida na balaa inapatikana kwake. So kama yeye aleti chakula, alipi masruf, mama anafanya nini? Bibi yake anafanya nini? Anatafuta talaka. Wanawachana. Familia inasambaratika. Familia inafanya nini? Inasambaratika. Jambo lingine ya miraa ya misho ambayo nitaongelea ni masomo. Masomo pia inaathirika. Sisi ninyi ni vijana ambao mnasoma. Kwa vijana wakianza kula miraa wakiwa shule, wataanza kuruka fence. Wakati wengine wako preps wanasoma. Yeye ako wapi? Ameruka fence, ako nje. Anaenda kununua miraa, anakula huko, anatafuta marafiki wake. Anafanya nini? Anakula miraa na andasika. So anakosa preps. Matokeo yake katika mtihani inaenda chini. So akimaliza form 4, mzazi anashangaa mtoto ambaye alikuwa mwerevu anapata D+. Anapata E, grade ya mwisho. Alikuwa mwerevu wakati ameingia shule. Lakini vile ameingia kwa mihadarati hasomi, sababu akili hakuna. Unajua akili hakuna. Sasa ukiingia drugs, tumesema drugs inaharibu nini? Akili. So akili ikipotea, what will happen? Sasa wewe you don't function like a normal human being. Wewe sasa mambo yako ni kihayawani tu. Hauna ujali masomo. Unasema kwani ni nini?
Masomo sio kitu. Hata mitihani tutaiba. Siku hizi kuna wizi ya mtihani ya form 4. Unaiba si ndio? Mumenunuliwa simu. Unajua vijana ukiingia secondary wanasema tununuliwe simu. Tusijistress kusoma. Kwa sababu inakuja kwa simu. Leakage inakuja. Tuna copy tu directly. Then we pass. Ukipita na kuiba, ukienda masomo ya university, unadhani unaweza pita? Upewe course kama ya health, medicine, upewe engineering. Wewe unadhani utapita? Hauwezi. Kwa sababu ile ya kwanza yenyewe hujapita na kutumia akili yako. Umesaidiwa kupitia simu. Kwa hivyo kwa sababu ya drugs, vijana wengi wameathirika kimasomo. Matokeo ya mtihani imeenda chini. Masomo imeathirika. Vijana wapati kazi kwa sababu hata ukipeleka university wana drop out. Wengi wame drop out baada ya kufika university, hawezani na course. Kwa hivyo tunawasihi vijana wetu, tunawaomba tafadhalini, hii si kitu mzuri. Hii madhara yake ni kubwa. So kama mirani hivyo na bangi, je, vijana ngapi wamekuwa wazimu kwa sababu ya bangi? Wangapi wamechoma nyumba? Wangapi wamekosa maisha yao? Wamejitia kitanzi? Wangapi wamekuwa chokora? Mtu alikuwa na familia yake vizuri, saa hii sasa anatembea tu kwa baranda, analala kwa baranda. Bangi ni hivyo, kete ni hivyo, pombe ni hivyo. Kwa hivyo tukiongelea juu ya madhara hatutamaliza the whole day. Tutamaliza the whole day hapa na hatutamaliza kuelezea madhara yake. Kwa hivyo vijana, nadhani tumefahamiana. Tumekubali drugs zote ziko na madhara na ni haramu na inaharibu akili yetu. Jazakumullahu khairan. Nitakomea hapa. Naomba